subscribe to my channel. And also press this bell icon. Sasa tunaenda kushuhudia mechi aina gani? Nafikiri ni mechi ambayo ni ngumu kwa upande wote kwa sababu ya mlima ambao Simba aliutengeneza akiwa ugenini, lakini nafikiri ni mechi ambayo pia inaweza ikawa inatupa majibu ya kile ambacho Simba anakihitaji. Kwa sababu nia ni kwenda kwenye hatua inayofuata, namna gani ambavyo wanaweza kutumia madaraja ya ubora wa wachezaji walionao kuweza kufikia hayo malengo. Lakini nafikiri miongoni mwa timu ambayo binafsi hata kama itatolewa nitaendelea kuipongeza ni klabu ya Simba. Kwa nini? Kwa sababu Simba wakati anaanza kwenye michuano ya kimataifa nafikiri ni misimu mitano hadi hivi sasa imepita. Alianza kwa kupoteza mabao 5 dhidi ya National, hali akaja na AS Vita. Alionekana miongoni mwa timu ambayo ni dhaifu sana, lakini kwa uimara ambao amekuwa nao kwa hivi sasa na muendelezo ambao amekuwa nao kwenye michuano ya kimataifa, bado ni timu ambayo kwangu mimi nazungumza kama timu kubwa. Kwa nini? Kwa sababu wakati ambao anaingia kuna timu ambazo zilikuwa zinamsumbua, lakini kwa hivi karibuni zimepotea sana kwenye lamani ya mpira. AS Vita amemfunga Simba goli 5, lakini kwa hivi karibuni hajashiriki kwenye michuano. Fikiri Simba kwenye mchezo wa Al Masry ni mchezo ambao anauhitaji sana kwa sababu ya historia ambao amekuwa nao kwa hivi karibuni, lakini isiishie tu kwenye kuzungumza, isiishie kwenye kualika wageni, kwa sababu kama Simba atopata matokeo kwenye mchezo manake bado tutakuwa na maswali ambayo tutamuuliza kwa sababu ya madaraja ya ubora wa wachezaji alionao, lakini mbali na hapo matokeo ambayo amekuwa akiyapata kwa hivi karibuni. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri ni mchezo ambao utakuwa ni mgumu, lakini ni mchezo ambao unahitaji utayari wa wachezaji kuanzia namna ambavyo wanafikiri na namna utendaji wao kazi ndani ya uwanja. Fadlu Davis nafikiri kwenye mechi iliyopita kuna madhaifu ambayo aliyaona, na kuanzia hapo kutakuwa na kitu ambacho amejifunza kuelekea kwenye mchezo wa mwisho. Nafikiri mchezo ambao utakuwa wa mwisho kama Simba ataupoteza, maana yake atakuwa na cha kujibu tena, kwa sababu kama mchezo wa kwanza amepoteza, maana yake kwenye mchezo anapaswa kushinda bao 3. Kitazama of course kwa Simba kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa amekuwa na historia nzuri, lakini hii ni mechi nyingine, ni mechi mpya, taswira mpya, lakini mlima pia ambao anapaswa kuupanda ni mlima ambao anapaswa kutumia nguvu kubwa sana kuweza kufikia pale anapohitaji. Kwangu mimi ukitazama ni mechi ambayo itakuwa na ufundi wa kutosha, kwa sababu Simba watu kuwa na cha kupoteza kwa namna yoyote. Wanapaswa kuwa na nidhamu ya kiuchezaji, kwa sababu of course watahitaji kushinda mechi na wako nyumbani, lakini muda wote hawapaswi kuwa wanawaza kushambulia. Inawezekana wakajijengea daraja lingine ambalo litakuwa ni ngumu sana kuweza kulivuka. Kwanza wanapaswa kuhakikisha hawafungwi goli, lakini wao wanashinda. Sasa ukitazama namna ambavyo Simba inacheza, wanamkosa mchezaji wao kama Shefondo Maron. Nafikiri ataendelea kukosekana kutokana na majeraha aliyopata, lakini mbali na hapo Musa Kamara nafikiri hivi sasa kama atakuwa yuko kwenye utimamu basi ni kwa asilimia chache kutokana na kile ambacho mechi iliyoisha Kamara alipokea lawama nyingi sana. Binafsi kwa upande wako watu wakalaumu kwa nini Kamara, Simba ina magolikipa kama Aishi Manula, yupo Ali Salim, lakini lawama nyingi zilienda pia kwa Kamara. Nafikiri hayo ni matokeo kwa maana ni matokeo ya sio utajieje hapo. Ngoja tuiweke sawa sawa, ni matokeo ya matokeo mabaya. Yaani hayo mawazo yamekuja baada ya matokeo mabaya ambayo Simba aliyapata kwenye mchezo huu. Kama Simba angepata ushindi, sifikiri kama kungekuwa na lawama zozote, sio? Of course alionyesha madhaifu na alifungwa baadhi ya magoli ambayo sio magoli yake unaweza ukasema, lakini ndo mchezo. Yaani this is the house of football. Ukikosea ndipo ambapo unaadhibiwa, na tunasema one mistake one goal. Ndicho ambacho kilitokea kwa Simba. Namna ambapo amecheza, kila mtu aliondoka na mchezaji wake wa kumlaumu. Yuko ambaye alimlaumu kocha Fadlu Davis, yuko ambaye alimlaumu Leonard Lateba, yuko ambaye alimlaumu Jean Charles Ahoua, yuko ambaye alimlaumu goalkeeper. Lakini nafikiri tayari imeshapita. Kwa namna yote wanapaswa kuangalia kilichoko mbele yao. Lakini nafikiri tunaposema kikosi cha kwanza kocha anaanzisha kikosi ambacho mashabiki wanakihitaji ili kukwepa lawama. Yaani hivi sasa ukaekea Mohamed Hussein Zimbwe Junior na Valentino Nauma utaenda na Zimbwe. Ukiekea Shomali Kapombe na Kelvin Kijili utaenda na Show Me The Way, sio? Awe kwenye utimamu, hayupo kwenye utimamu, lakini kwenye madaraja tunaamini kwamba ni wachezaji wawili tofauti. Kwa hiyo kwa namna yote kocha hivi sasa
Yeye anachotaka kukifanya ni kuweka wachezaji ambao wanapatikana ndani ya uwanja ili washinde kutimiza jukumu lake, ili kumpunguzia lawama. Lakini ni mbaya zaidi kocha kuamua kupanga kikosi chake ambacho anaamini kitampa ushindi, akaacha wale wachezaji ambao wamekuwa kianza. Ikitokea akapoteza kutakuwa na lawama mara mbili. Mechi kupoteza lakini na wachezaji kuwa. Yusufu, tuangalie namna Elie Mpanzu uchezaji wake dakika 90 alizocheza kule katika uwanja wa Misri. Namna ya nguvu ambao anakuja kuihamishia Benjamin Mkapa, kwako wewe Mpanzu kwenye hii mechi ya marudiano anaenda kuwa mwiba hatari kiasi gani? Ataendelea kuwa mwiba mkali kwa sababu ya namna ambavyo anacheza. Nafikiri ni mchezaji ambaye Simba alikuwa na muhitaji kulingana na daraja la ubora alionao. Nafikiri alithibitisha hilo kwenye mchezo uliopita. Ni vile tu kufanikiwa kuweka mpira wavuni ama ni vile tu kusaidiwa kuweka kwa maana kutengeneza nafasi ya timu kupata matokeo chanya. Lakini ni moja kati ya wachezaji ambao walionyesha changamoto kubwa kwa wapinzani. Aliwauliza baadhi ya maswali ambayo wakati mwingine walishindwa kuyajibu, lakini umakini wa wachezaji wa Simba ndio uliwafanya washindwe kuthibitisha hilo daraja la ubora. Lakini nafikiri wanapaswa kuwa na utulivu kwenye ile eneo la mwisho. Shida ya Simba, kila mchezaji anahitaji kufunga. Na nafikiri ni pressure pia mchezo kuanzia nje ya uwanja. Lakini Simba angekuwa natulia kwenye mchezo uliopita, walitengeneza nafasi karibia 7. Katika hizo 7 angeshinda mabao 2 ama 1, maana yake kuna namna ambavyo angeweza kufanikiwa kupunguza yale makali ya namna ambavyo matokeo yalivyo. Lakini mbali na hapo, tazama Simba namna ambavyo wamekuwa kijenga mashambulizi yao. Muda mwingi sana wanategemea uwepo wa Fabrice Luamba Ngoma pamoja na Jean Charles Ahoua. Lakini kwenye mchezo uliopita kwa asilimia kubwa sana, hususan kipindi cha kwanza, Almasi walifanikiwa sana kuivuruga safu ya ushambuliaji wa wekundu wa Msimbazi Simba. Nazungumzia eneo ambalo wanaanza kujenga mashambulizi. Kwanza walipoteza mawasiliano baina ya Fabrice Ngoma pamoja na Jean Charles Ahoua. Mbali na hapo, wakaitokomeza kabisa ile nidhamu ya kiukabaji kwenye eneo la kiungo pale Yusufu Kagoma. Kuna namna ambavyo walikuwa wamemkamata, ikapelekea sasa muda mwingi tumuone Fabrice Ngoma akirudi chini ili kutoa support kwa Yusufu Kagoma kupunguza zile athari ambazo zilikuwa zinaonekana. Lakini nafikiri kipindi cha pili Simba alirudi akiwa na uimara mkubwa, na tuliona namna ambavyo alimiliki mpira muda mwingi lakini ukiwa hauna faida kwa upande wake. Kwa hiyo nafikiri Simba mchezo wa kwanza waliucheza wakiwa ni kama wako nyumbani, lakini mchezo huu sasa wanapaswa kudhibitisha wako nyumbani kwa kupata matokeo chanya. Kwa hiyo nafikiri hamasa imefanyika, viongozi wamefanya kwa upande wao, mashabiki wamefanya kwa upande wao. Kilichobaki hivi sasa ni namna gani ambavyo wachezaji wanaweza kavaa uhusika wa timu kwenda kuwapa wana Simba furaha, lakini kwenda kuwapa Watanzania ambao wanasubiri kwenda kwenye hatua inayofuata. Nafikiri kwa Simba kikosi walichonacho of course ni mara yao ya kwanza, lakini naamini kwenye namna ambavyo wanacheza wachezaji wengi wa Simba kuna asilimia kubwa sana Simba kwenda kwenye hatua inayofuata, japokuwa pia ni ngumu. Yaani wanapaswa kuwa tayari kuanzia kwenye namna ambavyo wanafikiri na namna ambavyo wanatenda kile wanachokifikiri ndani ya uwanja. Shukrani sana Sofa. Asante. Tukutane baada ya mechi. Tutakutana.